Mkuu, awali ya yote na mimi niungane na viongozi waliotangulia kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia zawadi ya uhai, lakini kwa kukuwezesha wewe na msafara wako kufika salama hapa Tanga na kuanza ziara yako ya kikazi ya siku 4 ambapo umeanza pale katika halmashauri yetu ya Handeni DC kwa kuzindua na kuweka jiwe la msingi katika kituo cha kupoza umeme. Kwa hakika kama ambavyo tulisema pale, umeme huu utakwenda kusaidia sana wananchi wa Handeni, lakini pia hata na Kilindi. Tuna uwekezaji mkubwa wa nishati. Tuna uwekezaji mkubwa sana katika uchimbaji wa madini ya graphite. Nilisema pale, madini tunayeshindwa kuchimba kwa mwaka ni tani 220,000. Madini tunayechimba ni 15% tu. Mapato tunayapata katika tani 32,000 ni bilioni 35. Sasa tukipiga hesabu zile tani 220,000 ni mabilioni mengi sana tunapoteza. Kwa hivyo kwa uwekezaji huu ambao Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametoa fedha, na wewe pale umesisitiza na umemwelekeza waziri wa fedha na mkuu wa hazina waje wahakikishe kwamba malipo yanalipwa ili mradi ukamilike kwa wakati. Tunakushukuru sana sana sana. Naomba makofi kwa waziri mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wetu wa Tanga unamshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kipekee hatuna cha kumlipa. Pamoja na kwamba tulimjazia kura, bado tunasema bado tuna deni na mama. Kwa sababu ameingia, amefanya kazi kubwa, lakini kubwa kabisa ni kukuteua wewe kuwa waziri mkuu, lakini kama haijatosha kuwateua wabunge wetu 2 kutoka mkoa wetu wa Tanga kuwa mawaziri katika ofisi yako, ikiwemo waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Shemdoe. Piga makofi kwa Mheshimiwa Shemdoe. Lakini naibu waziri kutoka ofisi yako na shirika mambo ya elimu Mheshimiwa Kogilwa. Piga makofi mengi kwa Kogilwa. Kwa kweli Mungu atupe nini wanatanga. Masuala ya TAMISEMI tukiangusha, tumemwangusha waziri mkuu, tumemwangusha waziri wetu, lakini zaidi tumemwangusha rais aliyowapa imani hiyo. Lakini pia masuala yanahusu elimu, tutakuwa tumemwangusha naibu wetu, waziri wetu na waziri mkuu, lakini tumevunja imani ya Mheshimiwa Rais kwa viongozi hao. Mimi Mheshimiwa Waziri na kwa waziri mkuu na kuhakikishia mimi mwenyewe, lakini pamoja na uongozi wa chama, wakuu wa wilaya, katibu tawala na makatibu tawala wa wilaya na watendaji wote, tumejipanga kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa bidii, tunashuka chini ili kuhakikisha kwamba yale yote na matarajio mnayotegemea kuyaona yanatekea na yanafanya kazi kwa tija inayokubalika. Mkoa wa Tanga kwa kifupi sana, katika kipindi cha miaka 5 tulipata trilioni 3.1. Na katika fedha hizo, fedha nyingi zimekwenda katika miradi ya afya kama ambavyo tumepata bilioni 182. Tumeongeza vituo vya afya, tumejenga hizo ICU, hospitali za wilaya tulikuwa nazo 6, tumejenga zingine 6 na kukarabati. Vituo vya afya tumetoka vituo 31 hadi vituo 46. Lakini vile vile kama ambavyo anasema hospitali zilikuwa 5, tumepata hospitali 12 sasa hivi. Watumishi, ulitaja pale watumishi ajira katika ahadi ya siku 100 za Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tumepata watumishi 1195. Mama Samia oye! Lakini katika elimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepata jumla shilingi bilioni 356 ambazo zimekwenda katika elimu bila malipo, zimekwenda katika miundombinu, zimekwenda katika ajira za walimu na kadhalika. Lakini tija imeonekana kwa maana ufaulu umeongezeka. Shule ya kidato cha 6 tulikuwa na ufaulu wa 99.53. Lakini ufaulu huo umeongezeka, umefika 99.68. Kidato cha 4 tulikuwa na ufaulu wa 81.9. Leo hii tuna ufaulu wa 93. Darasa la 7 tulikuwa tuna ufaulu wa 70.23. Bado hatujaenda kasi sana, lakini tumeongezeka kwa nukta, tunaye 70.31. Darasa la 4 tulikuwa na ufaulu wa 84. Leo hii tuna ufaulu wa 90.
Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika yale maelekezo ya ahadi ya Mheshimiwa Rais ya siku 100 kulikuwa na mtihani wa darasa la pili. Tumeenda kuhakikisha kwamba mtihani huu umefanyika kwa utashi na kwa tija inayokusudiwa, ili mwanafunzi akifika darasa la 3 aweze kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, waziri wa kilimo ameeleza hapa, tumeendelea kusajili wakulima, tumeendelea kuhakikisha kwamba pembejeo zinawafikia. Tumepata zaidi ya tani 4,235, lakini tunahakikisha kwamba kilimo chetu kinatija na kuongeza, na tunashukuru sasa kwamba tunaenda kupata skimu mbalimbali za umwagiliaji mbali na ile ya Mkomazi ambayo ni skimu kubwa sana, nadhani Tanzania nzima, ama moja ya skimu kubwa Tanzania nzima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mifugo, wilaya hii ya Handeni ni wilaya ambayo kwa falsafa ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ni wilaya ambayo ina maendeleo shirikishi, maendeleo jumuishi. Hapa tuna Wazigua, tuna Wanguu, tuna Wamang'ati, tuna Wamasai huko Msomera na Wamang'ati Msomera. Tuna jamii ya Watanzania, kama ambavyo unasema Mtanzania yote anaweza kwenda popote, lakini kwa fuata taratibu zinazokusudiwa. Kwa hivyo tukitambua hilo, tunajua kwamba tuna wakulima, tuna wafugaji, mabwawa ya wafugaji, na bahati nzuri kituo cha utafiti wa mifugo kiko hapa Tanga, kituo kikubwa Tanzania nzima. Na katika kituo kile wamefanya utafiti wa chakula cha mifugo kwa maana ya majani, nyasi ambazo ni nyasilishe. Ukimpa ng'ombe ndani ya siku moja anaongezeka kilo moja inayopungua 2.3. Ni kama 75% ya kilo. Kwa hivyo kilo kwa mwezi mmoja anapata zaidi ya kilo 25. Kwa hivyo kwa vile waziri wa kilimo yuko, wa mifugo na kilimo wote wako hapa, tunaomba sasa hii teknolojia, hii utafiti uweze kuwa scale down na uende kwenye maeneo sasa ya halmashauri zetu na wananchi waweze kufaidika na teknolojia hiyo. Aidha, chanjo kwa mifugo, tumeendelea kufanya zoezi hilo la chanjo na utambuzi wa mifugo, ingawaje tunakiri kwamba bado mwitikio sio mkubwa sana. Bado tunaomba msisitizo na fedha zile ambazo zilipungua kwa zoezi hilo ziweze kupatikana ili tukamilishe kwa mara moja. Namalizia Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la miundombinu. Mheshimiwa mbunge wetu ameeleza hapa barabara zile mbili, moja ya kuunganisha Tanga na Morogoro, lakini ya Tanga Mafleta mpaka Singida. Leo hii tija ya bandari imeongezeka sana. Shehena imetoka kwenye tani 470 mpaka tani 1,300,000. Na hivyo basi shehena kubwa inakwenda ukanda wa ziwa. Tungetamani sana barabara hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, utusaidie kuishika, ili basi hii public private partnership kweli ianze kazi mapema. Wenzetu wa Uganda ambao wako kwenye mradi ule wa bomba la mafuta ambao utatembelea, balozi alikuja akatuambia tunatamani barabara ikamilike, mizigo yetu iweze kwenda kwa haraka na kupunguza zaidi ya kilomita 300 ambayo wakizunguka kupitia Arusha. Kwa hivyo tunaomba sana kwa unyenyekevu mkubwa ili basi lipate kipaumbele kikubwa, ili tuhakikishe kwamba mzunguko wa bidhaa zinazotoka bandarini ziweze kwenda katika maeneo mengine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kikao hiki ni cha kwako. Leo tutakupa taarifa ya mkoa ya kina, lakini niseme tu tumefarijika sana na ujio wako. Leo hii asubuhi nilikuwa nataka nivae kitenge chekundu, nikasema naenda kwa mwananchi. Nikasema ngoja nivae kijani na mimi ni mwananchi wenzako. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu! Kazi na utu! Nashukuru sana Mheshimiwa. Ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uchukue na nafasi hiyo kumkaribisha kabisa moja kwa moja Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, sasa tunakuomba uongee na hadhara ya Wanatanga kupitia wilaya yetu hii ya Handeni mji. Asante na jimbo hili la Handeni mji. Asante sana. Shukrani.
Ya, tukae. Tanga oye! Tanzania oye! Mwivihi. Ijambo. Habari ya siku nyingi. Hodi nyumbani. Asanteni sana. Nilikuwa nawaambia pale Handeni vijijini kwamba na mimi leo nimekuja nyumbani. Kwa wale wasoma historia wafuatilie, naambiwa Wanyiramba kabla ya kukaa kule Iramba walitokea Tanga. Na wakakaa ndio wengine wakakaa Iramba, wengine wakakaa kule Mara. Kwa mimi leo nimekuja nyumbani. Na Profesa Shemdoe wakirudisha urithi wa kwa mama, nitafutie na mimi kiwanja huko. Waheshimiwa, Profesa Riziki Shemdoe, Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia TAMISEMI, Mheshimiwa Bashiru Ali Kakurwa, Waziri wetu wa Mifugo na Uvuvi, Katibu Mkuu mstaafu wa chama chetu cha Mapinduzi, Mheshimiwa Daniel Chongolo, Waziri wetu wa Kilimo, Katibu Mkuu wetu mstaafu wa chama cha Mapinduzi, Mwenyekiti wetu wa mkoa, mjumbe wetu wa kamati kuu, pamoja na viongozi wote wa chama walioko hapa, mkuu wetu wa mkoa, nisimsahau rafiki yangu ambaye amekuwa ajenda kubwa hapa, Mheshimiwa Waziri wa Maji, ndugu yangu Jumaa Aweso, Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI, mwenyeji wetu, mbunge wa jimbo hili, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mipango na Uwekezaji, Daktari Pius Chaya. Na nimekuja kujifunza kwamba kumbe Daktari Pius Chaya ni mhenga. Ndio kamfundisha Ruben. Na nikajifunza pia naye Daktari Pius Chaya amefundishwa na Profesa Riziki Shemdoe. Kwa hiyo Ruben ni mjukuu kitaaluma wa Profesa Shemdoe. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kamati, Mheshimiwa mbunge Husna Sekiboko, Mheshimiwa mbunge pacha wa jimbo la Handeni vijijini, Injinia Sungura, pamoja na waheshimiwa wabunge wote, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, narudia tena wewe pamoja na timu yako na kamati ya ulinzi na usalama, tunakushukuru sana kwa mapokezi na ratiba nzuri mlioiandaa. Tumekuja hapa kwa ziara ya kawaida ya kikazi. Na kabla sijaendelea kusema, nianze kwa kuwaomba mpokee salamu kutoka kwa jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilimuaga kwamba nitakuwa ziara mkoa wa Tanga. Akanituma niwafikishie salamu za upendo na salamu za pongezi. Anatambua kazi kubwa mnayofanya ya kuijenga nchi yetu. Waziri wetu wa kilimo ametuambia pale, akatuambia ninyi watu wa Tanga mmezalisha chakula na kuna tani zaidi ya 100,000 ya ziada. Hongereni sana kwa kazi kubwa, na Mheshimiwa Rais anawapongeza sana. Pokeeni pia salamu kutoka kwa makamu wa rais pamoja na rais wa Zanzibar.
na wenyewe wanawasalimia, wanatambua kazi kubwa mnayofanya. Lakini pia jana niliongea na mlezi wetu wa mkoa wa Tanga, mlezi wenu, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Akaniambia alikuwepo huku majuzi tu kwenye sherehe za CCM. Anawasalimia sana na amenielezea maeneo ambayo yanatakiwa yafanyiwe kazi, maeneo ambayo mlimwambia wakati alipokuja kufanya kazi hiyo ya chama. Katika ziara hii, Mheshimiwa Rais pia alinituma niwahakikishie kwamba yale mambo ambayo aliyasema wakati wa kampeni, yale mambo ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi, yale mambo ambayo yako kwenye dira na yametengwa kwa mafungu kwenye mipango ya maendeleo, yatakwenda kutekelezwa kama alivyoahidi. Na ninyi wanatanga mmekiri kwa takwimu kwamba rais wetu anaposema jambo linatekelezwa. Ni mtu wa matokeo, ni mtu wa vitendo. Leo tunavyoongea, alisema ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwake na kuunda serikali, kuna mambo takribani 13 anataka yatekelezwe ndani ya siku hizo 100. Mmemsikiliza mkuu wa mkoa hapa wakati anaongea. Kati ya mambo yaliyoahidiwa kwamba yatatekelezwa ndani ya siku 100, tayari matokeo yake kamili yameshatokea. Tayari utekelezaji wake umefanyika. Moja ya jambo alilosema, baada ya kuwa amejenga shule nyingi za sekondari na za msingi katika miaka yake 4, takribani zaidi ya shule 1300 za sekondari, takribani zaidi ya shule 2800 za msingi, ikaja hoja kwamba tuna upungufu wa walimu. Wakati Mheshimiwa Rais anapita akasema walimu 7,000, walimu 7,000 wataajiriwa ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwake. Leo tunavyoongea, walimu 7,000 wameshaajiriwa, wamepangiwa vituo na wako kazini kabla hata hizo siku 100 hazijamalizika. Lakini sio hilo tu. Alisema maadamu amejenga hospitali za wilaya, amejenga vituo vya afya, amejenga zahanati, kama tulivyosikia hapa, katika kipindi cha miaka 4 Mheshimiwa Rais amejenga hospitali 119 kwenye wilaya zote ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya. Amejenga vituo vya afya 649 kwenye kata, kwenye tarafa na kata za kimkakati. Amejenga zahanati 2700 kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji zahanati. Wakati anapita kwenye kampeni, akagundua kwamba huduma ya afya sio majengo peke yake. Akasema ataajiri watumishi wa afya 5,000 ndani ya siku 100. Hivi tunavyoongea, watumishi 5,000 walishaajiriwa na wameshapelekwa kwenye vituo vya kazi. Ndiyo maana kwa ujumla wake, ametuambia mkuu wa mkoa hapa, mkoa wa Tanga peke yake umepata watumishi 1195 ndani ya siku 100. Na hivi ndivyo ilivyofanyika takribani kila mkoa, na usaili ulifanyika kila mkoa. Hili ni eneo mojawapo. Lakini eneo la pili, alisema bima ya afya ianze ndani ya siku 100. Hivi tunavyoongea, tangu mwezi Januari, bima ya afya imezinduliwa na imeanza kwa mafungu. Watoto chini ya miaka 5, akina mama wajawazito na wazee wasiojiweza. Na namba hii itaendelea kuongezeka ili kuruhusu uratibu ufanyike vizuri, Watanzania wapate huduma hiyo kwa ufanisi mkubwa.
Lakini sio hilo tu, alitoa maelekezo ndani ya siku 100 kukomesha utaratibu wa kuzuia miili ya wapendwa wetu wanapotangulia mbele za haki mahospitalini kwa kigezo cha kwamba kuna deni. Na Mheshimiwa Waziri upo hapa, niendelee kuelekeza hayo maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Pasiwepo na mtu anazuiliwa kuchukua mwili wa mpendwa wake anapotangulia mbele za haki kwa kigezo cha kwamba kuna deni. Nchi nzima maelekezo hayo Mheshimiwa Rais alishayatoa, na sio tu ya siku 100. Huo ndio utakao kuwa utaratibu na ndio uelekeo wa nchi yetu. Hivyo hivyo tukasema mama mjamzito akishafika hospitalini, kama uchungu umeshampata, asisubirishwe mapokezi, ataandikishwa akiwa anapata huduma. Mambo ya taarifa yatamkuta kule kule. Hivyo hivyo mgonjwa yeyote wa dharura amefika pale kwa dharura, emergency, asianze kwanza kuulizwa na kutafutiwa taarifa na kuandikishwa. Afikishwe kwanza, aanze kupata matibabu. Mambo ya kuandikisha yatamkuta kule akiwa anaendelea kupona. Tumeelekeza pia vituo vyetu vya afya na hospitali zetu za wilaya na mikoa na za rufaa, popote pale ambako mama mjamzito amefika na ana uchungu, tukasema asisubirishwe kwa kuulizwa ndoo, sijui beseni. Kila hospitali muwe na akiba ya vitendea kazi vya aina hiyo. Ikitokea dharura tusimsubirishe, ili tuokoe maisha ya mama na mtoto. Kwa utajiri wa nchi hii na halmashauri zetu, sio wa kushindwa kupata ndoo na beseni. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yapo kwenye ahadi ya siku 100 za Mheshimiwa Rais. Lakini yapo na maeneo mengine. Aliahidi bilioni 200 kwenda kwa ajili ya vijana wanaoanzisha biashara zao, vijana ambao wako kwenye makundi ya biashara, akina mama pamoja na makundi maalum. Wiki takriban 1 ama 2 nilimkabidhi hundi waziri wa vijana, hundi ya bilioni 200, na yeye ameshazipeleka kwenye wizara zinazosimamia miradi. Zingine zitaenda kwa wale ambao wako kwenye kilimo, zingine wataenda kwa wale ambao wako kwenye michezo, zingine itaenda kwa wale wako kwenye mifugo, zingine zitaenda kwa wale wako kwenye uvuvi, zingine kila sekta, mpaka kwenye biashara, mpaka na wale ambao wanaanzisha biashara kwenye tehama. Huyo ndo Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa kuwa mjumbe wa kamati kuu huko hapa, mkataba ulioweka kati ya chama na Watanzania hawa ni miradi ya maendeleo, na hicho ndicho ambacho Mheshimiwa Rais ameelekeza wasaidizi wake, tusilale, tuhakikishe kazi hii inafanyika. Na mimi ndo nimepewa jukumu hili la kufuatilia, la usimamizi. Hata hivi nilivyokuja Tanga, nimekuja na taarifa kede hapa. Zingine nitazisema mwishoni kabla sijamaliza. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania na wanahandeni, kazi inaendelea. Tumepita kukagua na kuweka jiwe la msingi kwenye mradi wetu wa kufua umeme hapa Mkata. Hii imekuja kutokana na kwamba kituo kama kile, baada ya umeme kutoka kwenye chanzo, ilikuwa ni mpaka uende Tanga. Tatizo hilo, matokeo yake ilikuwa inasababisha umeme unakosa nguvu, msongo wake unakuwa hauna balance. Ndio maana mkakuta huku sasa maeneo mengi umeme unakatika. Sasa hivi kama nchi hatuna shida ya umeme. Bwawa la umeme limeshakamilika, limeongeza nyongeza ya megawatts. Sasa nchi ina megawatts zaidi ya 4,000.
na kwa sababu nchi ina umeme wa kutosha, kinachotakiwa ni kuwa na gridi imara tunapopeleka umeme kwenye makaya ya watu wetu huko majumbani. Na kwa wale mnaokumbuka, mtakumbuka kwa mara ya kwanza ilani ya uchaguzi haiongelei kuhusu kufikisha umeme kwenye eneo. Tulikuwa tunaongelea ufike kwenye wilaya, tukaongelea ufike kwenye kata, tukaongelea ufike kwenye vijiji. Sasa umeme unalenga kufikishwa kule mlipo, kwenye makazi ya Watanzania. Na ninyi mtakumbuka mwaka jana rais wetu alikuwa mwenyeji wa takribani marais wote wa Afrika na wakuu wa taasisi zote za dunia walikuja pale Dar es Salaam wakiwa na ajenda mbili. Ajenda ya kwanza, kuwaunganisha Waafrika takribani milioni 300 waunganishwe na umeme, na Tanzania ilipeleka mpango mkakati wake wa nchi wa kuwaunganisha Watanzania na umeme. Ajenda ya pili ilikuwa ni kuhama kutoka kwenye kupikia kuni kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Zoezi hilo litawezekana tu kama mgawanyo wa umeme umefika kwenye kaya zetu. Kwa maana hiyo, mmeona hatua ambazo zimefuatia. Tulipokuwa pale Handeni vijijini, Mheshimiwa mbunge alisema kwamba kwenye mkataba uliosainiwa hivi majuzi wa kupeleka umeme kwenye vitongoji, tumeanza na takribani 38 kwa upande wa Handeni vijijini. 9,000 mikataba iliyosainiwa, na hatua inayofuata mwaka hadi mwaka ni kumaliza hii habari ya kwamba kuna eneo bado umeme haujafika. Mwaka hadi mwaka, huo ndio uelekeo wa serikali. Kwa upande wa maji, Mheshimiwa Waziri ameelezea vizuri. Rais wetu ana rekodi, ana kumbukumbu nzuri. Ameweka utaratibu wa kuhakikisha eneo ambalo wananchi wanapata shida, chanzo kitafutwe hata kutokea sehemu nyingine wapate maji. Imefanyika hivyo Korogwe, imefanyika hivyo Same, imefanyika hivyo Mwanga, imefanyika hivyo kule wapi, inaitwa Bugongo, wapi, Butiama, imefanyika hivyo kule Msoma, imefanyika hivyo kule Simanjiro. Hiki ambacho Mheshimiwa Waziri amekisema, hayo ndiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na nikupongeze Mheshimiwa Waziri, unatekeleza vyema maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri wa Mifugo ameelezea vizuri upande wa mifugo pamoja na pacha wake wa kilimo, na hiki ambacho Mheshimiwa Waziri mmepanga tuendelee nacho ili tuweze kuwahakikishia wafugaji wetu uhakika wa masoko. Hizo zilikuwa upande wa baadhi ya miradi, lakini niwahakikishie miradi yote ambayo waheshimiwa wabunge wenu wamesema ipo kwenye utaratibu wa utekelezaji na itakwenda kutekelezwa ili wananchi waweze kupata faida ya utekelezaji wa hiyo miradi. Tunatambua mradi wa barabara ambao Mheshimiwa mbunge mwenyeji umesema, barabara hii inayokwenda kutokea Turiani, na mimi nimeshaipitia hii barabara, naijua jinsi ambavyo itafungua uchumi wa mkoa wa Tanga na Handeni itakapokuwa imeunganishwa na mkoa wa Morogoro, jinsi ambavyo itasaidia shughuli za uzalishaji katika wilaya hii. Na tumekaa juzi Dodoma, tumekubaliana barabara hizo ambazo ni za kipaumbele ziweze kupewa umuhimu wa kutekelezwa kwa uharaka. Hivyo hivyo kwa barabara inayokwenda Kiberashi kwenda paka Singida, barabara yenye uchumi mkubwa, sambamba na zile zingine ambazo Mheshimiwa mbunge umezitaja kwa usahihi. Kwa hiyo niwahakikishie
kama alivyonituma kiongozi wetu kwamba miradi ile na ahadi zile ambazo amezitoa zitatekelezwa kikamilifu. Sasa ili haya mambo tuweze kuyatekeleza kama tulivyokubaliana, ni lazima kila mtu atimize wajibu wake. Watu kufanya kazi kwa bidii. Lazima watu wafanye kazi kwa bidii. Watu waache mazoea. Tufanye kazi kwa bidii. Nimeelekeza pale tukiwa Handeni vijijini, nikasema kwenye ile shule ndani ya wiki 2 fedha ile ifike pale. Na Mheshimiwa Waziri umenihakikishia na mwisho wa mwezi nipate hiyo taarifa, mwezi wa 3 kazi ianze ya kujenga ile shule, watoto pale waweze kuendelea na masomo. Nimepita kuweka jiwe la msingi kwenye hospitali yetu pale. Kuugua huwa hakubishi hodi. Kuugua kuandiki barua, anayeugua haandikiwi barua. Madam jengo limekamilika na la kisasa, tunataka wananchi waanze kutibiwa pale. Nitoe maelekezo kwa wote wale wanaohusika. Hakikisheni ndani ya wiki 2 mkamilishe utaratibu wa kufunga hivyo vifaa. Nimeambiwa bado vifaa vya tehama pamoja na mfumo wa gesi. Harakisheni ndani ya hizi wiki 2, harakisheni kufunga haya. Ongeeni na watu wa, niliambiwa MSD, kama wanakwama ongeeni na NHIF. Niliambiwa wana facility hii ya kuweza kuwakabidhi hivi vifaa vinavyotakiwa kwa haraka na huduma zikaanza kutolewa. Sasa tunapomaliza ziara hii mpaka tunamaliza majumuisho, nipate taarifa mmekubaliana mnaenda na utaratibu upi. MSD watawapa ndani ya hizi wiki 2 ama mtachukua NHIF. Tunataka vifaa hivyo vifungwe. Hospitali jengo limeshakamilika, vitendea kazi vingine vyote vipo. Tusipoteze maisha ya Watanzania wenzetu kwa sababu ya vitu viwili havijafika. Tunapomaliza majumuisho nipate hii taarifa kwamba mmewasiliana na hawa na mmekubaliana mnatumia utaratibu gani. Nimefuatilia taarifa ya Handeni. Nimeifuatilia vizuri taarifa ya Handeni. Nikakuta katika baadhi ya maeneo kwenye miradi yetu tuna matatizo. Tulikuwa na ujenzi wa jengo la mama na mtoto kwenye kituo chetu cha afya cha Sindeni. Si mnakijua? Ujenzi wa jengo la mama na mtoto kituo cha afya cha Sindeni. Katika ujenzi ule milango 34 iliyowekwa iko chini ya kiwango. Mazoea, watu wanaenda wanabandika wanaondoka. Wamebandika tu. Kamanda wa TAKUKURU, nenda kafuatilie hili, hakikisha wote waliohusika wanachukuliwa hatua zinazostahili. Na kama mtagundua wameweka milango ya chini ya kiwango ili waibe fedha, hatua za kisheria zichukuliwe. Ndio mkuu wa mkoa wafuatilie hao wahusika wote. Kama wamefanya makusudi, ikigundulika wameweka milango hii ya chini ya kiwango ili waibe fedha ya serikali, hatua za kisheria zichukuliwe kwa wote waliohusika. Hatuwezi tukawa fedha inatoka takriban milioni 300
alafu tuone watu wanaweka milango ya ovyo ovyo hivi, baada ya miezi miwili mitatu tuone milango inadondoka, na nipate orodha ya wale waliohusika. Uchunguzi ukikamilika nipate taarifa ya kitu gani kimefanyika kwenye hili. Tulikuwa na ujenzi wa maabara, tulikuwa na ujenzi wa chuo cha VETA, ujenzi wa chuo cha VETA wilaya ya Handeni. Ikaletwa simenti kwa ajili ya ujenzi, kwamba mama anahangaika huko kutafuta fedha imepatikana. Ikaletwa simenti kwa ajili ya kujenga VETA. Vijana wa Handeni wakapate mafunzo, vijana wa Handeni wakapate mafunzo, waajiriwe. Vijana wa Handeni wapate mafunzo, wajiajiri. Hawa wataalamu wetu wako ofisini kila siku, wakaacha mifuko ya simenti 1262 ikaganda. Mifuko 1262 ikaganda, imeganda. Wanahandeni wanasubiri VETA, waliotumwa kujenga wamegandisha mifuko. Wanataka mama ahangaike kutafuta fedha nyingine, hii wamegandisha. Na kila siku wako ofisini, kila mwezi wanalipwa mishahara kwa kodi zenu mnaosubiri jengo la VETA. Huu uzembe ndio tunaosema hatuwezi kuvumilia. Nilikuja nikijua ni watumishi wa halmashauri, nilikuwa nakuja kuwafukuza leo. Nimeambiwa kumbe hili linasimamiwa toka wizarani. Mkurugenzi na timu yako mna bahati, mmepona. Na mwelekeza katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, hawa watu waliogandisha simenti hawa wachukuliwe hatua. Na hii simenti iliyoganda hii wasimsumbue rais kutafuta fedha yake, wakatwe kwenye mishahara yao. Hii simenti irudishwe hapa Handeni. Huu uzembe wa aina hii, nani angeweza kugandisha mifuko 1262 angekuwa anajenga nyumba yake ya nyumbani? Nani angegandisha? Nani angegandisha mifuko hii angekuwa anajenga nyumbani kwao? Hizi fedha watu wanajibana kulipa kodi. Watanzania nao wajua hawalipi kwa ziada, wanajibana wapate chuo cha VETA, wanajibana wapate hospitali. Hawa tulio wasomesha kwa kodi zetu, wanalipwa mishahara kwa kodi zetu, wanaacha mifuko ya simenti inaganda. Nataka kuona hatua zikichukuliwa. Na kamanda, kabla hujaiona simenti hapa ikiwa imerudi, usifunge hili jalada mpaka hii mifuko irudi na jengo hili likamilike. Mkuu wa mkoa na waziri wa TAMISEMI, wasilianeni na katibu mkuu, hawa watu wakatwe fedha hizi, mifuko hii ije hapa, na tupate orodha ya wahusika wote waliofanya uzembe wa aina hii. Tulikuwa na ujenzi wa maabara, jengo la mama na mtoto, jengo la upasuaji, jengo la
kufulia nguo katika zahanati ya Kwamsisi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakushukuru, hapa mmeshachukua hatua. Endeleeni na hatua hizi ambazo mmechukua. Kazi nzuri. Endeleeni na hatua hizi ambazo wewe pamoja na kamati yako ya ulinzi na usalama mmechukua. Utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa jengo la zahanati ya Kwanyanje. Fedha zilizotengwa milioni 50. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, lichukue hili. Mradi huu unahitaji fedha zaidi. Lichukue hili ili muweze kufanyia kazi. Wananchi wa eneo hili wanahitaji hiyo zahanati. Ujenzi wa zahanati ya Khababu. Nimeambiwa pia hapa fedha iliyotengwa haitoshi. Mheshimiwa Waziri, kutokea TAMISEMI pamoja na mapato ya ndani ya halmashauri, fanyeni kazi. Watu wetu hawa wana uhitaji mkubwa wa zahanati hii. Nakumbuka ambavyo Mheshimiwa mbunge amekuwa akifuatilia mara kwa mara haya mambo ya zahanati, na leo hii hapa ameyasema. Niliwaambia haya mambo ya watu kufanya kazi kwa mazoea. Nendeni mkafuatilia hotuba ya Mheshimiwa Rais. Watu wabadilike. Wasipobadilika watalazimika kupisha. Watu wetu wanahitaji kuona kazi ikiendelea. Fedha imeshapatikana, simenti imepelekwa, uzembe, mazoea wanaacha watu simenti inaganda. Nataka hawa kwanza wachukuliwe hatua, uchunguzi ufanyike, simenti irudishwe, wakatwe kwenye mishahara yao. Na watakapogundulika ni makusudi, wale waliofanya uzembe, hatua za kinidhamu zichukuliwe. Wala msiwahamishe. Mkigundua pana uzembe, fukuza. Hatuna upungufu wa watu kufanya kazi kwenye nchi hii. Hakuna kuwapa wananchi mzigo wa kuanza kulipa mishahara. Wazembe wako kwenye deski wamepaki hapo. Sasa watu wanafanya vitu vya kijingajinga namna hii, afu wengine wanasema sasa waziri mkuu mbona anaanza kuwa mkali? Unataka niwaimbie pambio hao wajinga wa aina hii? Na nitafuatilia nione hatua hizo zimechukuliwa. La mwisho, ndugu zangu wanahandeni, tumeelezewa programu nzuri zinazofanyika na Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo, na Daktari Bashiru Ali ameelezea vizuri. Nilikuwa nasubiria nione Bashiru Ali kwamba yeye kamfundisha Profesa Shemdoe, sijaisikia hiyo. Ni lazima, na hii nasema kwa Watanzania wote walioko sekta binafsi na walioko serikalini, tumeanza kupunguza kuheshimiana kwenye kazi zetu tunazofanya. Imeanza kutokea hii ya kutokuheshimu hivi kazi zinazofanyika. Na mimi niwaambieni, hatutaweza kushinda vita ya umaskini kama hatutaheshimu kazi tunazofanya. Lazima tuheshimu kazi tunazofanya. Nimeeleza pale nikiwa pale Handeni vijijini, nikawaambia, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ama Mheshimiwa Waziri umenukuu hapa, kwa mujibu wa katiba yetu Mtanzania anaruhusiwa kwenda mahali popote kuishi, ni nchini kwake, ni eneo lake, lakini lazima tufuate taratibu ili tuepushe mambo ya migongano. Tuepushe migongano katika shughuli zetu. Nimelisisitiza pale, nasisitiza na hapa.
wala kwenye nchi yetu hapa. Wote tulipokaa hapa, kila mmoja akatoka kwake, na mimi nimetoka kuambia hapa, mimi natoka Tanga hapa, niko kule Singida huko. Kila mtu katoka kwake kule, madamu ufuate taratibu. Fuate taratibu. Nchi tulioachiwa sio nchi ya kusema huyu kwao ni pale, mbona yuko hapa. Tuheshimu taratibu. Lakini la pili, lazima kila mtu aheshimu sheria, aheshimu kazi anayofanya mwenzake. Sasa mkoa wa Tanga ni moja ya eneo ambalo tumeanza kusikia habari za migogoro ya wakulima na wafugaji. Na mimi nimetokana na jamii hii ya wafugaji na nimekulia humo jamii ya wakulima. Najua taratibu zetu tunavyofanya. Tulikuwa kila mmoja anaheshimu kazi anayofanya mwenzake. Tusiruhusu tukafika mahali kwamba mkulima akimuona mfugaji aone ameona adui yake. Wala tusiruhusu tufike hatua mfugaji akimuona mkulima aone ameona adui yake. Hilo sio taifa tuliloachiwa. Tutazuiaje haya? Lazima watu wajenge utaratibu wa kiungwana, wa kindugu, wa kuheshimu kazi mtu anayofanya kazi mtu mwingine. Huu taratibu wa kuliona kabisa shamba lile pale na mtu anaenda anasimamia mifugo ichunge kama anaona majani, ni utaratibu unaokiuka sheria zetu. Na akitokea mtu amefanya hivyo, wala tusiseme ni wafugaji, tushughulike naye huyo, asitupeleke kwenye kugombana wakulima na wafugaji. Kiburi cha aina hiyo hakitakiwi. Kiburi cha aina hiyo hakitakiwi. Mimi nimetokana na jamii ya kifugaji, najua kuna wakati mifugo yenyewe haitofautishi mimea ya mazao na mimea ya majani. Tulikuwa tunatokea unalisha. Uungwana tuliokuwa nao vijijini, ninyi mtakumbuka, ilikuwa ukilisha hivyo hata kama mwenye shamba hajakuona, unaenda unampa taarifa. Bwana, mifugo yetu bwana, watoto walikuwa nayo imewatoroka, imekula shamba lako bwana. Mnatafuta na wazee wengine 2 3, twende tukaone. Kiungwana na kindugu. Huu taratibu wa unalisha shamba, alafu mwenye shamba akifika unamdhuru, serikali haiwezi kukubali kitu cha aina. Haiwezi kukubali kiburi cha aina hiyo. Ndio haya mambo lazima tuambizane. Tukiyaacha hivi tutafikisha wananchi wetu kuchukua sheria mkononi. Lazima tuambizane na lazima tuchukue hatua kwa wapuzi wachache wanaotaka kutupeleka huko. Nilienda siku moja nikiwa waziri wa kilimo na mifugo ama waziri wa mambo ya ndani. Nikakuta pale Kilosa moja kaenda analisha kwenye shamba la mwenzake pale. Anamaliza kulisha, mwenye shamba kafika, toa mifugo. Akamrushia mshale, akampiga, ukaingilia mdomoni, ukatokea huko. Nikamwelekeza RPC, nikamwambia nenda kwenye hicho kijiji, kamata wote, uache wa kina mama wajawazito tu. Ndio haya mambo ya uvunjifu wa amani tukiyaachia yatatufikisha pabaya. Na mimi nawaambieni, wala tusifike hatua tukaanza kusema hawa ni wafugaji, hawa ni hapana. Likifanywa kosa moja na mfugaji moja, tushughulike na aliyekosa. Tusinyoshe kidole kwa wafugaji. Kwa nchi yetu hii hauwezi ukabagua mfugaji na mkulima. Wengine wanaofuga ndio wanaolima. Wengine wanaolima ndio wanaofuga. Tushughulikie tu hizi kasoro hizi za wachache ambao wanataka kutupeleka pabaya. Tumepokea taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwamba baadhi ya maeneo yatakuwa na mtawanyo wa mvua usioridhisha. Nilishatoa maelekezo nilipokaa na wakuu wa mikoa. Maafisa ugani
wizara pamoja na wote ambao wanahusika ikiwemo na mikoa yetu, tuendelee kuongea na wananchi wetu kuzingatia tahadhari hiyo tuliyopewa, ili tulime mazao yanayoweza kuiva, yanayoweza kuwa tayari kwa mtawanyo huo tuliopewa wa mvua. Lakini pia tuzingatie kutunza akiba ya chakula, ili ikitokea mtawanyo wa mvua umeathiri, tuweze kuwa na akiba. Mpaka sasa nchi ina akiba ya chakula cha kutosha, na hata hapa Tanga tumeambiwa kuna zaidi ya tani 100,000 za ziada. Lakini kwa kuwa hali ya hewa tumetahadharishwa, ni vizuri kuanza kuchukua tahadhari. Nimesemea kwenye mifano michache kwenye kufanyaji wa kazi hizi za mifugo na kilimo, lakini maelekezo haya nayatoa pia kwenye shughuli zingine. Mheshimiwa Rais ameelekeza miji, manispaa, majiji, halmashauri zenye wafanyabiashara wengi waanze kuandaa mpango. Watakuwa na 5% inayokwenda kwenye ujenzi wa miundombinu. Tunataka watu wafanyie kazi za biashara kwenye maeneo nadhifu yanayozingatia utu. Endeleeni kubainisha maeneo ya aina hiyo. Juzi nilikagua eneo moja Dodoma, tupate maeneo ya aina hiyo. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na timu yako, mkurugenzi, waambieni watu wetu wanaosimamia mambo ya udhibiti waheshimu shughuli hizi watu wanazofanya. Wapo wenye viburi, anamkuta mamalisha anapika hapo mgambo wale shafika wameshasomba sahani, mwaga ubwabwa kule, mwaga mchele huko. Hiyo ni ofisi. Wewe unaona sahani, hiyo ni ofisi ya mwenzako. Lazima tuheshimu kazi hizi. Nilisema pia hata kama mna maelekezo mahususi yafanyike kwa kuzingatia hiyo ni ofisi. Nilipita Dodoma eneo moja, nikakuta wamekusanyana, wakamkuta kijana mmoja wakachukua nguo zake na toroli. Nikasema ndani ya masaa 24 wao wamemrudishia. Wasipomrudishia wakamatwe kama wezi wengine. Lazima tujenge utaratibu wa kuheshimu ofisi za watu. Wewe unaiona sahani ya mamalishe, yeye ni ofisi yake. Pengine analipa kodi ya nyumba kwa ofisi hiyo. Anaenda matibabu kwa ofisi hiyo. Nilisema pia masuala ya bodaboda. Nikasema bodaboda zote zinazosubiria faini, zina mambo ya faini. Haijahusisha mambo ya mauaji, haijabeba madawa ya kulevya, haijabeba wezi wa kutumia silaha, kwamba ni hivi vifaini hivi mmeshamwandikia, msikae nayo vituoni, mpatieni afanyie kazi ili akawatafutie hiyo faini. Mpatieni kitendea kazi chake ili akafanyie kazi. Tuna huu utaratibu wa sheria tulizorithi za kikoloni. Mtu mnamfahamu, mnafanyaje? Si mnamfahamu? Ndio. Kwa hiyo hilo ni eneo lingine ambalo nimelielekeza. Lakini sio hiyo pekee. Hii inaenda na kwenye shughuli zingine zote ambazo watu wetu wanafanya kazi. Tunataka kila mtu afanye kazi akiwa na amani, akiwa na bidii, ili tuweze kupata maendeleo kama nchi. Nimesisitiza haya kwa sababu tunataka watu, kila mtu achape kazi. Kwenye dira yetu tunasema ifikapo 2050 tupate dola trilioni 1. Hicho kiwango ni lazima kila mmoja atimize wajibu. Kwa hiyo wanahandeni, tumepokea yale ambayo mlituambia kupitia wawakilishi wenu, na tumewaambia haya ambayo ni ya maelekezo. Maeneo mengine ambayo waheshimiwa wabunge wamesema tumeyapokea,
tutatolea maelekezo kwenye kikao chetu cha ndani. Sasa kwa kuwa bado tuna mikutano na mingine, mimi niwaombe mridhie kwamba hoja zingine tutaendelea kuzitolea majibu kwa watu wetu kuja kwenye mikutano. Niwaombe wote tuendelee kudumisha amani, utulivu na umoja wetu wa kitaifa. Mipango yote tunayopanga haiwezi kutekelezwa kama hakuna amani. Mipango yote ya maendeleo haiwezi kutekelezwa kama hakuna amani. Haiwezi kutekelezwa kama hakuna umoja wa kitaifa. Haiwezi kutekelezwa kama hakuna utulivu. Tuendelee kudumisha amani. Na mkoa huu nimeona una shughuli nyingi za uzalishaji. Nimewaambia hapa awali kwamba hizi tumetaja kwa mifano tu, lakini kila eneo tufanyie kazi haya maelekezo. Natambua kuna maeneo ya uchimbaji. Mkoa huu ni mkoa wa uchimbaji. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na wizara ya kisekta wameweka utaratibu mzuri. Ukiwa na eneo lako limegundulika lina madini, usiliachie kienyeji. Nilitembelea wizara, walisema maelekezo ya Mheshimiwa Rais na utaratibu wanaotumia. Kuna mikataba. Wananchi wetu wengi tunafanya hivi vitu kwa kuaminiana na baadaye vinatugharimu. Tufate hizo taratibu ambazo tayari wizara inachukua hatua. Huu utaratibu wa madini yakigundulika mwingine anaenda kuwahi kudandia kupata leseni haukubaliki. Tuende kwenye utaratibu ambao utanufaisha kila mtu. Nimemwona mama yuko pale, mpeni maiki. Tumekuja kuwasikiliza, mpeni. Tumeshawasikiliza wawakilishi, mpeni na yeye aseme. Mpeni aseme, mpeni maiki aseme. Halo. Someni ndio nitaongea. Haya. Mama kaa tulia. Asante. Usilie mama. Yacheni mimi nitaongea nisho kichana na akili zangu timamu. Kwa jina ninaitwa Esther Panga. Ni mkazi wa Bondo. Mimi kilio changu kwa ujumla ni kilio cha wanabondo. Kunyang'anywa mashamba na kuchomewa nyumba, ndugu mheshimiwa. Nyamaza, tuelezea vizuri. Tumekuja kukusikiliza. Nyamaza, ongea vizuri. Ndugu mheshimiwa, wanabondo tuna matatizo ya kuwa tatizo letu la muda mrefu halisikiki. Hatusaidiwi, watoto wetu wamekosa elimu kwa maana kwamba hatuna mashamba. Mashamba yetu yamenyang'anywa na kuchomewa nyumba. Wingi wa watu tuliotolewa kwenye eneo hiyo na kunyang'anya shamba ni takribani watu 700 na kuendelea. Tatizo hili halifiki kwa wakuu. Tunahangaika, lakini tatizo hili limeshindikana kufika kwa wakubwa kama nyinyi. Naomba baba utuangalie kwa jicho lako lenye huruma. Ili kusudi turudisha mashamba yetu na watoto wetu wasome. Nimekupata. Njoo karibu hapa. Njoo hapa kwa kuu hapa. Hii ni achieni. Ngoja bana, hata kama nani? Atulie bana. Mwacheni. Mama tulia, umeshakuja, usilie, umeshakuja. Tumekuja kukusikiliza. Mwacheni aonane na katibu hapa. Mwacheni aje aonane na katibu hapa. Katibu huyo hapo. Katibu, peana, msikilize, chukua na namba ya simu. Nani mwingine anatokea hilo eneo? Nani mwingine? Kiongozi wenu ni nani?
wa eneo hilo. Haya, kuna mwingine ana jambo la kusema hapo? Haya, njoo hapa. Haya, na wewe njoo. Yule aliye kiongozi aende pale ili waandikisha namba ya kiongozi, toa maelezo hapo kwa katibu wangu ili tupate maelezo ya kina. Yule ulikuwa na jambo, mpeni maiki huyo. Hello. Mtazamaji, na sasa kinachoendelea hivi sasa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa wasaa wa kusikiliza wananchi kero zao mbalimbali. Itakumbukwa kwamba kabla zungumze yeye wamezungumza wawakilishi wa wananchi hao kwa maana ya wabunge wa majimbo mawili ya wilaya ya Handeni, kwa maana ya jimbo la Handeni mjini ambalo linaongozwa na mbunge wake ambaye vile vile ni naibu waziri wa TAMISEMI Ruben Kwagilwa, lakini vile vile alisikiliza uwakilishi wa mbunge kutoka kule Handeni vijijini ambaye naye alizungumza naye akiziwasilisha salamu za wakazi wa jimbo la Handeni vijijini ambao kwa jumla wake ndio wilaya hii ya Handeni. Lakini hivi sasa ametoa nafasi sasa kwa wakazi wa hapa Handeni wenyewe ili wazungumze na waeleze yale ambayo pengine ni kero kwao, na sasa baada ya kuwasikiliza pengine ufumbuzi wa hizo kero utapatikana hapa kutokea katika eneo hilo. Lakini kwa wakati huo alikuwa akipata maelezo mawili matatu kutoka kwa mkuu wa mkoa hapa wa Tanga, na sasa anawaita sasa hawa wakazi wa Handeni ili wapate kueleza kile ambacho kinawasibu. Nashukuru mkuu wangu. Mimi nina shida, kuna shamba nimenunua pale Kang'ata. Baada kununua sasa, yule aliyeniuzia akarudi tena analiuza tena. Alafu tukaenda mpaka kwa mkuu wa wilaya, sijapata usaidizi mzuri. Kwa hiyo sasa analiuza ile eneo, na mimi nimenunua na documents zote za ununuzi ninayo, na kwa mkuu wa wilaya na documents ambaye ameambiwa kwamba anipe eneo langu, lakini akasema kwamba sitoi. Kwa hiyo nilikuwa najipanga tu nije ofisini kwako mkuu. Mkuu wa wilaya, hili jambo likoje? Hili jambo lililoulizwa hapa, huyu mtu ambaye alishauza shamba baadaye kaingia tamaa anataka kuuza kwa mtu mwingine, unazo habari zake? Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nikiri kwamba taarifa ya wananchi hao ipo ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini pamoja na malalamiko hayo kuna malalamiko yalikuwa yameundiwa tume na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi kwa ujumla kushughulikia changamoto mbalimbali za ardhi katika wilaya ya Handeni. Zilikuwa zimeshughulikiwa, taarifa yake ilikuwa bado haijarudi kutoka wizarani kuishughulikia, kupata majibu ya kutolea. Ndugu DC, ndio mheshimiwa, anachosema huyu mmoja huyu ameuza eneo lake na nyaraka zipo, akiwa ameshamaliza kuuza, yule aliyekuwa mmiliki ndio akataka kuuza tena. Ili likoje? Hilo hatujalishughulikia bado Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa peana namba huyo aliyeuza
alishauza, kama mauziano yalishakamilika, biashara hiyo imeisha. Nenda peana mawasiliano hapo, ili baada ya hapo mpata undani wake ujue kama hivyo kweli ndivyo anavyoelezea. Shamba alishauza, walishamaliza mauziano, nyaraka zipo, au uwezi ukawa unauza kila wiki. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Afisa tarafa wa eneo husika ana majibu haya, atatusaidia tuweze kulitatua. Ndio, kwa hiyo peaneni mawasiliano. Asante. Afisa tarafa yuko wapi? Hebu tuambie hilo likoje. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Boniface Deuseti Sabi, ni afisa tarafa ya Magamba, ambako huyu mlalamikaji amenunua eneo kwa mtu mmoja huko kwenye kijiji kinaitwa Kang'ata. Jambo lao lilikuwa mwaka kama 2018 kama sikosei vizuri, lakini alishakuja kunionyesha hilo jambo, nikamshauri. Alinunua kwa milioni 13 eka 13,500 eka kama 100 hivi. Alinunua kwa mtu waliuziana wenyewe kienyeji, kwa mwenyekiti wa kitongoji wakauziana wenyewe kienyeji, mauziano wakaandika maandishi. Maana mauziano ama kwenye ofisi ya kijiji, lakini kufanyika kwenye mwenyekiti wa kitongoji. Waliuziana? Waliuziana huyo. Na maandishi wakafanya maandishi kwenye kitongoji hicho. Mwenyekiti wa kitongoji akashuhudia. Mwenyekiti wa kitongoji ndiye alishuhudia, ndiyo mkuu. Sasa amekuwa anataka kufanya kazi, anasema kwa anamkata eneo lile ekamia limevamiwa tena baadhi ya eneo. Kwa hiyo amekuwa anashindwa kufanya kazi kwa maana eneo lingine limevamiwa na huyo mtu aliyomuuzia huyo. Ndio nasema serikali ipo kwa ajili ya kuhakikisha wale wenye kiburi wapambane na serikali. Huyu alishauza akapokea fedha, hawezi tena baada ya miaka akarudi kuuza shamba hilo hilo. Ndio, lakini yule nilipowaita na yule nikamuita akasema yeye eneo lile hajauza kwa mtu, ila yeye ndiye anashindwa kumuondoa yule mtu kwa kutumia sheria kwamba ameshamuuzia yeye tayari. Kwa hiyo anashindwa kumuondoa yule mtu aliyovamia kwenye eneo hilo la eka 100, mwingine aliyovamia mwingine, lakini yule anamkana kuwa yeye hajamuuzia pia yule aliyoingia kwenye shamba hilo. Sasa hiyo si ndio serikali mchukue hatua? Ndio moja hatua ni wapo mbelezoni kwamba nini akamchukulia hatua akashtaki yule amrudishie hizo hela zake. Unamsumbuaje mzee kama yule akashtaki kwa jambo lililo wazi ili aanze kuzungushwa tena huku na huku? Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nilichukue kwa niaba ya serikali, nitatoa majibu ndani ya wiki moja. Ndio. Mzee kama huyo tuanze kumsumbua, nyaraka ameenda amekutana na serikali ya kijiji, wamekubaliana, wameuziana, wameshauza. Serikali ya kijiji tumeweka sisi wenyewe ni serikali, tunaitambua, wameshauziana. Baada ya hapo kama huyu mwingine amevamia na ninyi wote mnakiri kwamba yule anasema hakumuuzia amevamia, mnamwachaje mvamizi amsumbue mzee? Nalipokea Mheshimiwa Waziri Mkuu, nalifanyia kazi na tutolea majibu ndani ya wiki moja. Arudishe na aandikishe na mzee huyo alindwe. Nashukuru. Ndio. Tumepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tusiruhusu watu kuwa wanafanya wanaonea wenzao hivi kienyeji hivi. Asante. Anayejifanya yeye ni mbabe anaonea wenzake, kamateni, wekeni ndani. Ndio. Serikali lazima ilinde wanyonge. Wewe angalia mzee wa watu huyu aanze kuhangaika kwenye jambo la haki yake, aanze kutumia gharama nyingine ya kudai kitu chake cha haki. Na nitumie jukwaa hili kuwakumbusha tena viongozi wetu mikoani huko, msizoee matatizo ya wananchi. Msizoee matatizo kwamba mtu anakuja anaelezea tu, mnaona ni jambo la kawaida, mnaliacha hivyo hivyo. Hapana, chukueni hatua. Sasa hili alihitaji mrejesho, sitaki kuja kuchengeshwa tena. Nasema hivi, niletee kabla sijatoka mkoa huu kwamba huyu awe ameshakabidhiwa nyaraka hizo, tena sasa zikabidhiwe ziwe halali. Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya, tumsikilize mwingine hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Mhando Maligo. Mikero yangu ni msitu uliotengwa kule Gole.
mwaka kama sikosea 2011-12 kupitia mradi wa PFM. Kilichotokea baada ya msitu ule kutengwa wenye ukubwa wa hekta 6,700 kama sikosei na 3 au na 4, ulipotengwa tukawa kuna wafugaji sisi ni wafugaji wa nyuki, tukapewa 10% ya msitu ule kwa ajili ya kufuga nyuki. Tukapewa mizinga 200 na serikali kupitia huo mradi, tukaisaiti eneo husika. Tukapewa mizinga mingine ya kikundi cha pili kinaitwa Muungano, mizinga kama 75 hivi. Walikabidhiwa na Meli Masanja, naibu waziri wa maliasili. Ikatundikwa kwenye eneo hilo hilo la 10%. Lakini kilichotokea, msitu ule ukaanza kulimwa, yani umebadilishwa matumizi kienyeji, sijui ni kienyeji au nini. Matokeo yake imechanganywa na mizinga yetu, imeangushwa na kuchomwa moto. Mpaka sasa hivi hatuna tena mizinga ya kisasa. Hilo ndio lalamiko langu mkuu. Asante. Ngoja tulipokea hilo sambamba na hili la wananchi wengi hapa. Na tunashukuru. Njoo pembeni hapa tupate taarifa kwa makatibu wangu hapa. Anza na mama huyo ana mtoto atoke kwenye jua. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Fatuma Asmani Kajeko. Nimetokea Vibaoni. Mimi naomba kuuliza swali Mheshimiwa Mkuu kuhusu hospitali yetu ya wilaya ya Handeni. Je, lile jengo la emergency ni jengo la serikali au ni jengo la mtu binafsi? Na kama ni jengo la serikali, kwa nini bei ya kule kwenye emergency inakuwa iko juu kuliko kwenye jengo hili? Na kwa nini wale waliokuwa wanahudumiwa zamani, mfano unaenda pale zamani tulizoea, unaenda pale na mtoto anaumwa, anaanza kupata matibabu na huku huduma nyingine zinaendelea kufuatilia, lakini leo hii ukifika pale hospitali ya wilaya ya Handeni, ilivyotengenezwa ile jengo la emergency, unaambiwa nenda emergency. Muda huo ile 40,000 hauna. Mfano mtoto anapata huduma na ile 40,000 hauna. Je, unafikiri utafanyaje Mheshimiwa? Tunaomba utusaidie sisi wananchi wa Handeni. Hilo swali linaniuma mimi tu na kwa wananchi wengine wote waliokuwa hapo. Tunaomba majibu. Tunataka kujua kuhusu lile jengo la emergency ni la mtu binafsi au ni jengo la serikali? Asante. Haya, asante mama. Mpeni kiti akae kwenye kivuli. Haya, sishiki tena. Ngoja tumekusikia mama. Kaa kwenye kivuli hapo karibu usikilize majibu. Nani mganga mkuu? Mganga mkuu, tuambie. Hili jengo la mtu binafsi au la serikali? Kwa nini umebadilisha bei? Na kwa nini mkiwasukuma watu kule bei ziko tofauti? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naitwa Jafet Simo, ni mganga mkuu wa mkoa wa Tanga. Naomba mganga mkuu wa halmashauri ya mji anisaidie. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Utaratibu wa jengo la dharura kwa maana emergency, mteja akifika anahudumiwa kwanza kama mama alivyosema, ila anahudumiwa kwa kila kitu kinachohusu emergency. Kwa hiyo matibabu yote pale anapata kabla ya malipo, ila gharama za huduma zote za dharura ni shilingi 40,000. Ndio hicho ambacho mwananchi amekisemea, na ile gharama analipa baada ya kupata huduma. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Bado hujaeleweka. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
gharama ya huduma zote za dharura ambazo mteja atazipata atakuja kulipa baada ya matibabu, na gharama yake ni shilingi 40,000. Na zimepitishwa na kwenye vikao vyote, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mganga, hujaeleweka, usijifiche kwenye vikao. Hebu tuelezee inafanyikaje? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni huduma ipi na ipi inafanyikaje kwa mama, kwa mtoto? Fafanua vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgonjwa anapofika kwenye kituo cha kutolea huduma za afya. Na zamani ilikuwaje? Mama pale amesema zamani haikuwa hivyo. Yaani ile jengo limekuwa tu jipya, mmekuja na utaratibu mpya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa swali lako la kwanza ni kwamba mgonjwa anapofika anapata huduma zote za vipimo, malazi na kila kitu. Sasa kinachoonekana hapa, kwa sababu ni huduma mpya katika maeneo yote, hii ni fursa ambayo Mheshimiwa Rais ameweka uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo ni eneo jipya ambalo sekta ya afya inaendelea kujifunza namna ya sasa hii naomba tuchukue kama mrejesho, tupitie maeneo yote yenye huduma za namna hii ili tuweke mfumo mzuri wa kuweza kugharimia huduma eneo hilo. Na kwa sababu pia mkuu, tunaenda kwenye huduma kwenye bima ya afya kwa wote, naamini hili lote litakuwa limebebwa. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mama, tunakushukuru sana, umeleta hoja nzuri. Ngoja waniandalie vizuri waniandalie vizuri hii taarifa, tutalitolea maelekezo tunapofanya majumuisho ili tujue ni kipi ambacho kinajiri. Tunashukuru sana, na mchukue na mawasiliano yake kwa ajili ya mrejesho. Atawaambia na kina mama wenzake kile ambacho tutakuwa tumekiamulia. Umeleta hoja ya msingi. Sasa na ninyi wataalamu wetu mtuambie mnavyofanya, na tena ieleweke vizuri. Hii mmejumuisha sana, mmefanya matibabu kama chakula cha buffet, uwe umekula au jala ni 40. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyosema ni kwamba kwenye maeneo yote katika mkoa wa Tanga tuna emergency department kwenye halmashauri 3 ambazo zina operate, na halmashauri ya mji ambayo sasa inaanza, kwa hiyo na hospitali ya rufaa mkoa ambayo inakuwa ya 5. Kwa hiyo hili tunachukua kama kujifunza, tupitie katika maeneo yote. Inawezekana hii ni feedback ya eneo moja, kumbe ni mrejesho ambao tunataka tufanyie kazi katika mkoa mzima. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa. Kwa hiyo tutachukua namba na tutalifanyia kazi. Haya basi, pateni maelezo vizuri, yule pale awape maelezo mazuri, pateni na maeneo mengine. Tutakapofanya majumuisho mniambie ili tutoe maelekezo kwa ajili ya jambo hili. Asante sana mama yetu. Kwa jina naitwa Yusufu Kulangwa Ali. Mimi malalamiko yangu yanatokana kutokana kwamba nilistafishwa kazi tangu tarehe 5 mwezi wa 3 2021 katika shule ya sekondari Kidereko ambayo ni ya jumuiya ya wazazi. Sasa barua imeelekeza kwamba kutoka kwa katibu wa mkoa, barua yetu tulizopewa imeelekeza kwamba tupigiwe mahesabu ya mafao yetu, tupigiwe mahesabu yani kiunwa mgongo, na NSSF tufuatilie. Cha ajabu, tumefuatilia kila kona, tumefika NSSF michango haijaenda. NSSF tukiwauliza wanasema tutafuatilia mpaka leo tangu 2021. Tukienda jumuiya ya wazazi kwa katibu wa wazazi wilaya, anasema jibu lake ni kwamba hana jipya, kwa maana hakutoa ushirikiano wote mpaka leo hii. Huu ni mwaka unaenda wa 6 bila kupata mafanikio yoyote, pa kuanzia hatupajui. Kwa hiyo kwa kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu umefika, hili nimelitolea kwako ili uweze kutusaidia. Huu ni mwaka wa 6 unaenda bila kupata NSSF michango haijaenda, huku kinua mgongo hakuna. Kwa sisi tumekaa tu tunabuzibuzi, hatuelewi tuanzie wapi. Sasa ujio wako umetusaidia. Haya, njoo na wewe kwa makatibu wangu pale, andikisha ili utoe na hizo taarifa ili tuweze kulifuatilia kule kunakohusika. Andika taarifa zako zile za kazi, cheki, whatever, cheki namba, majina kamili, ikiwezekana na nakala ya hizo barua na namba yako ya simu. Tutalifuatilia ili tukupe mrejesho. Anza na walio wazee zaidi, wasisimame juani. Mheshimiwa, mimi naitwa Nicholas Robert Kusaka, ni mkazi wa Kibaoni na kata ya Vibaoni. Nina wenzangu 3 ambao tunashirikiana katika kuwasilisha malalamiko ya wenzetu wapatao 122 ambao kati yao mpaka sasa hivi
wa wenzetu 16 wameshafariki dunia. Tunadai haki za fidia za nyumba zetu katika utengenezaji wa barabara ya rami Korogwe Handeni Mkata. Swala hili tumeweza kulishughulikia kwa muda mrefu sana toka mwaka 2009 hadi hivi sasa. Katika kushughulika swala hili tuliweza kwenda kwenye ofisi yetu ya chama ya wilaya, tukaandikiwa barua kwenda kwa katibu mkuu, tukaipeleka. Wakatoa ushauri au wakatoa elekezo kwamba tuweze kulipwa haki zetu, lakini haikufanyika. Bado katika kusumbuka kwetu tukaenda kukutana na ndugu yetu Mheshimiwa Paulo Makonda wakati akiwa katibu mwenezi mnamo mwaka 2024 mwanzoni kwenye mwezi wa kwanza. Tuliweza kukutana naye Korogwe pale wakati anatembelea miradi ya chama na kusikiliza matatizo mbalimbali ya wananchi. Tulipofika pale tuliwasilisha, akamuita mkuu wa mkoa, lakini pembeni yake akiwepo mwenyekiti wa chama wa mkoa ili aone ni jinsi gani anamuelekeza mkuu wa mkoa. Alimuelekeza muite meneja wa TANROADS aweze kufanya utaratibu watu tulipwe haki zetu. Baada ya muda mfupi mkuu wa mkoa huyo alihamishwa, lakini sasa wakati huo meneja wa TANROADS akiwa amekabidhiwa swala letu anaitwa Sindano. Yuko wapi meneja wa TANROADS? Sasa hivi huyo meneja nasikia kahamishwa, kaletwa meneja mwingine. Meneja, ili jambo unalijua? Samahani kidogo, ngoja niendelee nifike mwisho uone hadithi nzima ilivyo. Baada ya hapo tulipoona kwamba swala hili halizingatiwi, tukaweza kukutana na ndugu zetu wa TAKUKURU. Kulikuwa na madai mawili ambayo tunashughulika nayo. Dai la kwanza ni kwamba watu wa kata ya Vibaoni tangu itengenezwe barabara hii hakuna hata mtu mmoja aliyelipwa. Walilipwa watu wawili sehemu iliyojengwa Keplefti, kwa sababu mmoja alikuwa yatima na mmoja alikuwa ni mlemavu. Lakini watu wa kata yote ya Vibaoni hawajalipwa. Sasa tukapata taarifa kwamba TANROADS walileta pesa za kuwalipa kusudi tulipwe. Lakini pesa hizo hatukuziona na hatuelewi kwamba ni nani amelipwa na ziko wapi. Lakini baada hivyo kuna dai lingine la ndugu zetu wakati inayofuata ambao ni Msasa. Wao walilipwa mafao ambao hawaelewi utaratibu wake, wengine wamelipwa kinyume cha sheria. Kuna mmoja ambaye kwa mfano nitatoa mfano, alikuwa ana nyumba yake vyumba viwili na sebule, amelipwa 1,800,000. Baadaye nyumba iliyofuata akapigiwa mahesabu, akawa anapaswa alipwe shilingi 10,102,000. Bahati mbaya akaja akaletewa hundi ya shilingi 102,000 akaikataa. Sasa jambo hili linasikitika sana. Lakini wapili yangu ambaye yuko hapa, huyu mzee ni mmoja kati anayehusika, ambaye naye alikutana na madhira hayo, ambayo nyumba yake ilibomolewa, alilipwa hela ambazo ataeleza hapa. Ushahidi wa haya yote maelezo unayosema upo hapa, nitakupa uweze kuona ni jinsi gani tunavyoonewa katika wilaya yetu Handeni. Wakuu wetu wanafahamu, lakini inakuwa ni taabu kidogo kufuatilia. Asante sana. Asante sana. Sasa ninyi ambao mko na hoja inayofanana, wazee mnao ambao mko na hoja inayofanana, njoni hapa kwa makatibu. Mwingine ni yupi? Sogeni hapo, toeni na hizo nyaraka. Meneja, ili jambo likoje? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Msama, meneja wa TANROADS mkoa wa Tanga. Ni kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo jambo lipo na tunalifahamu, na wananchi walishalalamika mpaka kwa mkuu wa mkoa kama walivyoeleza, na mkuu wa mkoa alinishirikisha na akamshirikisha mtendaji mkuu wa TANROADS. Kwa hivyo mtendaji mkuu alitoa maelekezo kwamba tumwandikie ili yeye akatafute fedha kwa ajili ya kuja kuwalipa hawa wananchi. Ni jambo la muda mrefu na sisi tumeshamwandikia mtendaji mkuu na yeye ameshalipeleka mpaka Wizara ya Ujenzi. Kwa hivyo linafanyiwa kazi Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tathmini mnayo? Tathmini zote tunazo. Tathmini halisi, maana yake sasa sio hii ya shilingi 100,000 na 2,000. Ya tathmini ile kulingana na ile compensation schedule ipo na inataja mtu baada ya mtu baada ya mtu, kila mtu kwa jinsi alivyotathminiwa. Haya, sasa liharakishwe. Mheshimiwa Waziri, teta na waziri mwenzako wa ujenzi,
ili wawaambie TANROADS waharakishe malipo haya ya hawa watu, kwa sababu wamekiri kwamba lipo na wanatafuta fedha. Ona wazee wetu hao wameshazeeka na wanaendelea kudai hizo fedha, si kitu kizuri. Kwa hiyo ongeni na lenyewe atuambie tunapomaliza majumuisho tuwe tumeshajua hili linaendaje. Haya, mwenye hoja ya tofauti tumsikilize, ili baadaye tupate maelezo ya hili kundi kubwa hapa ambalo nimeliwaita waje wasikilizwe hapa. Ndugu Waziri Mkuu, hoja yangu mimi kwa jina naitwa Shaban Swaleh Mwigwa, inafanana zaidi na aliyotoa Bwana Kusaka, lakini kuna tofauti kidogo ambapo inataka tuielezee kwako. Swala hili limeshamaliza miaka 15 hivi sasa, na kile tunapokwenda kule TANROADS wanasema hili ni janga la taifa, tusubiri bajeti zitakazopangwa. Sasa tunashangaa miaka 15 hizo bajeti hazikukamilika. Kwanza kabisa tulikuwa na nyumba ambazo zimelipwa kiwango ambacho ni cha kushangaza sana. Unakuta nyumba imejengwa zaidi ya milioni 20 unalipwa 200,000 au milioni 2. Mfano tunao. Mimi mwenyewe hapa nilijenga nyumba yangu ya room 6 na nyumba nyingine ilikuwa nyuma ya kule ambayo ni jiko. Pesa kamili nilizolipwa ni milioni 3. Milioni 3 nikafikiria kwamba hii nitafanyia kazi gani? Na mimi nilijikita katika ujenzi wa nyumba na mashamba. Sasa nyumba ambayo nilitegemea kwamba nitakaa imelipwa shilingi milioni 3. Na hayo ni mafao ambayo na mimi nilikuwa mtumishi vile vile. Shamba langu lilisheheni minazi, migomba na michungwa. Likaja likaingiliwa na TANROADS wakati wanatengeneza ujenzi wa barabara. Pesa niliyolipwa wananiambia ni usumbufu. Kama walivyolipa ile nyumba wakasema kwamba hii tunaita disturbance allowance. Ni usumbufu tu, lakini subiri malipo. Sasa malipo hayo kila tukiuliza TANROADS wanasema kwamba bajeti haijakamilika, hili ni janga la kitaifa. Miaka 15 sasa, leo tunaona kwamba Waziri Mkuu umefika hapa, labda tutapata ufumbuzi kwa hili, kwa sababu mashamba mengi. Asante. Andikisheni majina pale, na meneja kaa pamoja na wasaidizi wangu pia, ili mratibu utaratibu vizuri, tujue na hizo costing zake mlivyofanya, ili tulimalize hili jambo. Kaeni, andikisheni, pateni idadi yote, ongeni na mtendaji mkuu, tuharakishe hilo. Tujue kwanza gharama halisi, ili tuharakishe tuwalipe wazee hao. Twendeni kwa kifupi ili tuwajibu nao. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, ujio wako ni faraja kwetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina shida yangu moja. Mimi kuna nyumba ambazo nilinunua kwa Wachina ambazo ni removable, lakini nilitaka kuzipeleka shamba. Kwa hiyo kwa lile shamba lilikuwa bado lina mgogoro, lile eneo lilikuwa la TANROADS. Kwa hiyo zile nyumba zikawa ziko pale, nikawa nimeweka mlinzi. Lakini kuna siku mlinzi akanifuata akaniambia, bwana, tumefukuzwa pale na nani, asema watu wa halmashauri. Kwa nini? Nikaenda pale. Kufika kweli zile nyumba wameanza kuzibomoa, wamewapa mkataba hao watu ambao wanaweka grid ya taifa, sio hii wanaweka substation pale. Nikaenda kwa mkurugenzi nikamweleza zile nyumba ni za kwangu, akaniambia tupe evidence ya nani, ushahidi kama zile za kwako kweli. Nikaenda na zile karatasi zangu pale, wakaniambia tutakuita. Nimekaa siku 3, nikaona kimya, nikawafuata. Wakaniambia huna nyumba, huna chochote, kwa sababu wale Wahindi wakasema sisi katika mkataba tumeshaandikishana hizi nyumba ni za halmashauri. Lakini halmashauri wakati wanakabidhiwa ule uwanja, walikabidhiwa uwanja mtupu na TANROADS na sio nyumba. Mimi nilinunua zile nyumba 3 ambazo zina thamani karibu ya milioni 500. Nimedhulumiwa na halmashauri. Mkurugenzi, unalifahamu hili jambo? Pateni maiki mkurugenzi.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, kweli nalifahamu hili jambo, na huyu mwananchi alikuja ofisini akieleza kwamba ana nyumba pale temporary. Kihistoria lile eneo lilikuwa la mradi wa TANROADS wakati wanajenga barabara inayoenda Mkata, na lile eneo alikuwa anatumia mkandarasi alikuwa anajenga barabara. Baada ya mradi kuisha, TANROADS wakatugaia sisi lile eneo, na katika lile eneo miaka zaidi ya 8 imepita, kulikuwa kweli kuna majengo temporary hayatumiki ambao wakandarasi wanayaweka pale. Kwa sisi baada ya kukabidhiwa eneo, tunajua eneo la kwetu liko wazi kwa miaka yote na tulikuwa tunalipangia matumizi. Kwa hiyo alipokuja mkandarasi huyu wa ujenzi wa substation akawa anatafuta eneo la kuweka vifaa vyake, tukamkodisha. Baada ya kumkodisha ndio huyu bwana akaja akasema hili eneo ni la kwangu. Nikamuuliza siku zote ulikuwa wapi? Mbona sisi tunalitumia hili eneo? Mbona hujawahi kuja kusema? Lete ushahidi. Kweli alikuja na karatasi akionyesha kwamba ndo mkataba wa kuuziwa yale majengo na lile eneo. Mimi nikamuuliza, Mchina anakuuziaje wewe eneo? Kwa sababu Mchina hana mamlaka ya kumiliki ardhi hapa Tanzania. Na ile eneo sisi tumepewa na TANROADS. Ile karatasi alivyonionyesha kwa kweli haikidhi vigezo vya kusema kwamba kauziwa eneo, kauziwa na zile temporary buildings. Naomba kuwasilisha. Sasa mimi nadhani nikukabidhi mkuu wa mkoa hili kwa sababu mzee wetu naye bado ana maelezo ya kusema. Hebu nadhani mpange muda muelezee kwa mkuu wa mkoa au hata mkuu wa wilaya tu, ili msisafiri kwenda mbali. Mkuu wa wilaya na mkurugenzi mtamsikiliza ili muone kipi ni kipi. Msikilizeni. Uandikishe na namba ya simu, tutapata huo mrejesho ili tusitumie mkutano huu kufanya vitu vya kimahakama. Tutajua undani wake hilo likoje. Haya, tumalizie hao ili tuwajibu wengine. Nashika mwenye mic. Asante mheshimiwa. Kwa majina anaitwa Rajabu Doyo na ni mwenyekiti wa wilaya pia na halmashauri ya Handeni vijijini. Mheshimiwa, kilichonileta hapa leo kwanza ni kushukuru ujio wako, na mimi nimeupokea kwa uchache kwa taarifa fupi, lakini na mimi nikafika kwenye zunguka yangu sasa ya kikazi kama mwenyekiti kule Msomela kuelekea Mainga. Wananchi kule kuna kero ambayo ipo na hatujui inaisha lini. Kero hiyo Mheshimiwa Katibu Mkuu alifuatilia akatuambia kaifikisha Dodoma. Kero yenyewe haswa wananchi ambao walikuwa wanaishi kwenye lile eneo la Msomela wamepokonywa mashamba yao. Mashamba yao walivyopokonywa, ila serikali ikaleta utaratibu, kila mwenye ploti ambayo imechukuliwa na serikali wakapewa ploti ya heka 5. Sasa cha kushangaa mheshimiwa, kwenye hizo ploti 5 za heka 5 ambazo wamepewa wananchi, wamefanya kupewa, sasa hivi wale wageni yale maeneo wanataka wayahozi yote yawe ni ya kwao. Hususan ninayeongea kama mwenyekiti wako wa chama NLD, na mimi nipo kwenye eneo lile, sijapatiwa kipande, na cha kushangaza zaidi wenyeji wanategemea ngome ya serikali, kwa sababu akikabidhiwa eneo anakabidhiwa na hati. Waliokutwa kwenye eneo lile waliopewa eka 5 wanakabidhiwa maeneo kiholela bila hati. Sasa hapa tukapaangalie mheshimiwa, hawa wananchi ambao walikuwa kwenye eneo hili hawana haki, wenye haki ni hawa walioletwa na serikali. Hili naomba ukatusaidie, kwa sababu hata juzi chinda jana wale watu bado wanaendelea, ile operation imeisha, lakini wale watu kutoka Ngorongoro bado wanaendelea kuwaharasi watu na watu wanapigana vibaya sana huko Msomela Mainga. Naomba niwasilishe mheshimiwa, kwa sababu nimeambiwa niongee kiuchache pia na kuonea huruma, umechoka, lakini naomba hili ulichukue nikiwa kwenye operation ya kama mwenyekiti. Hizo changamoto ndio ninazokutana nazo.
Asante, naomba. Asante, wala hatujachoka. Tuna mikutano mingine Kilindi. Kutoka hapa tunaendelea kule. Tunashukuru sana. Hoja yako ya msingi tutaitengenezea utaratibu sambamba na hoja hii hapa ambayo umetoa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tukishamaliza huyo hapa, tutamwandaa Daktari Bashiru Ali Kakurwa, waziri wetu wa mifugo na uvuvi, atakuja aelezee utaratibu tunaenda nalo vipi jambo la aina hii. Hebu tumpe wa mwisho, then tuunganishe yote hayo. Peana na mawasiliano pia na wewe. Asante sana. Mimi majina yangu naitwa Yumo Malikalanja. Mimi la kwangu ni natokea kata ya Msanja, Kilindi, lakini niko mpakani hapa, ndio maana nimekuja kukupokea kwa huko. Kwanza nikupongeze kwa kuchaguliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haraka la kwangu ni kwamba sisi tumepitiwa na mpango huu wa barabara yetu mpya. Tunashukuru sana kutukumbuka serikali ya Mama Samia. Lakini sasa kuna kitu ambacho hatuelewi ufumbuzi wake. Tumestopishwa zile nyumba zetu hata ziko nje ya eneo la barabara lenye umbali wa hatua kama 60. Sasa tukaambiwa kwamba tutalipwa. Lakini cha ajabu tumepewa makaratasi hayo na mpaka viwanja vyote vimechukuliwa. Sasa tunajiuliza kwamba tukiwauliza wale watu wa mtaani pale kwamba sasa tutajenga wapi kama itakuwa hatujalipwa chochote, na hizi sehemu ambazo tulikuwa tunafanyia hata biashara tumeambiwa tubomoe, tumetii amri, tumebomoa. Sasa mimi la kwangu ni kwamba wakati unakuja kwenye wilaya yetu ya Kilindi, utuhamasishie viongozi wetu watufanyie hima kupata kama ni hiyo stahiki yetu, ili kwa maana tuweze kununua hata kiwanja na kuweza kusogea sehemu nyingine, kwa sababu hatuna tena sehemu ya kuweza kufanyia biashara. Nimekuja huku kwa mhemko wa shauku ya kuja kukupokea. Sina mengi, asante sana. Haya, asante sana. Njoo na hapo, njoo kwa meneja hapo. Njoo kwa meneja hapo, peana mawasiliano, utamsaidia meneja alijue vizuri hilo eneo, ili tuweze tunapokwenda kule tuende na majawabu. Haya, sasa tusikilize hoja hii ya mwisho ya panaitwa Mbondo. Panaitwa Mbondo. Haya, Mheshimiwa Daktari Bashiru Kakurwa, tuambie majibu ya eneo hili ambalo wananchi wetu wamelileta. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulipokuwa unasikiliza baadhi ya wananchi ulikutana na jambo ambalo ilibidi utuite mawaziri wote tulioko hapa tukasikilize wananchi hao, halafu tutoe mrejesho wa namna ya kuliendea jambo hili. Baada ya kushauriana, tumeona kwamba swala la Msomera na hili la Bondo yote yana sura zinazofanana, na nakubaliana na mapendekezo yako kwamba yanaweza yakaangaliwa kwa pamoja kwa sababu ya kufanana, na kwa sababu linahitaji kidogo utulivu na uchambuzi mzuri ili haki itendeke na kero hiyo itatuliwe, kwa sababu imechukua muda. Tumekubaliana kwamba wizara 6 zinahusika na mawaziri wake na wataalamu wao wakae wachambue, na wizara hizo ni Maliasili na Utalii, ni ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ikijumuisha mkoa wa Tanga na mkoa wa Manyara, ni wizara ya Maji, ni wizara ya Mifugo na Uvuvi, ni wizara ya Kilimo na wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Na tumekubaliana kwamba inaonekana wizara ya Maliasili na Utalii ina masuala mtambuka, kwa hiyo tumeshauriana waziri wa Maliasili na Utalii yeye ndiye aturatibu na kuwa mwenyekiti wa kutukatanisha na kufanya uchambuzi na kuleta taarifa kwako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Haya, asante. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa maelezo hayo mazuri, na kwa kuwa wananchi hawa ukiangalia wameongea kwa hisia sana,
kwa namwangalia yule mama kaongea kwa hisia sana, akionyesha jambo analokutana nalo ni gumu na linawaumiza. Sasa kwa kuwa waziri wa maji yupo, waziri wa mifugo upo, waziri wa TAMISEMI yupo, waziri wa kilimo yupo, hapa tunamkosa waziri wa ardhi na waziri wa maliasili. Katibu, waitishe mawaziri hao waje tutakapokuwa Lushoto. Waite mawaziri hawa tutakapokuwa Lushoto. Kesho tarehe 14, tuna tarehe 15. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, unarudi lini? Unarudi kesho jioni? Kesho jioni ndo unarudi? Tarehe 15. So ifanyike tarehe 16. Sasa waitishe waziri wa maliasili na waziri wa maendeleo ya makazi, ardhi na maendeleo ya makazi, waje kesho tarehe 16. Mawaziri hawa wote wakae kuyajadili haya mambo mawili. Na ninyi wananchi wa eneo hilo, kama kuna kiongozi miongoni mwenu awepo kusaidia taarifa huku, nauli tutampa. Ni nani miongoni mwenu analielewa vizuri jambo hilo? Kiongozi upo? Basi sogea, njoo huku ili uandikishe utaratibu, ili na wenyewe wakubali kwamba ndio utawawakilisha. Jamani, si tunakubaliana hivyo? Tunakubaliana? Msogeze, mrusuni asogee aongee. Na wewe kiongozi uliyenyosha mkono, sogea hapa. Yuko wapi aliyenyosha mkono? Alafu waitwe na mkuu wa mkoa wa Manyara na mkuu wa mkoa wa mwenyeji wetu na mkuu wa mkoa wa, ni hawa wawili. Hakuna eneo la Morogoro. Haya, kwa hiyo awepo na mkuu wa mkoa wa Manyara. Tupe pendekezo. Ulikuwa unashaurije? Wewe ndo unawakilisha. Mheshimiwa, mimi nawakilisha. Ila mama yule alivyokuwa analia kwa kutaja idadi ya watu walioathirika, sio idadi ya watu 700. Tulikuwa watu zaidi ya kaya 3600. Basi wewe ndo tunataka ili uwepo uwasaidie mawaziri hiyo taarifa. Katibu wangu utawapa nauli huyo na yule. Mwingine yupi ambaye atawakilisha? Ni yupi mwingine mmesema? Mwingine anayewakilisha ni yupi? Huyu baba yupo. Yupo na huyo baba Ndio. Na huyu mwingine? Abdalla. Huyo naye yupo. Wekeni uwakilishi na yule mama aliyelia kama baba Abdalla, mzee Abdalla. Abdalla, mwite mzee Abdalla. Mwingine ni yupi? Tumalize. Wako pale. Na yule mama, tusogea nawe mama. Mheshimiwa, sisi wawili tunatosha. Nyewe wawili mnatosha? Ndio. Jamani, waende hawa Ila mama moja aongezeke kama yule aliyelia saa zile pale. Haya basi, na huyo mama atakuwepo. Na huyo mama mwingine naye, mama siwe moja tu. Nenda naye mama mwingine. Mama mwingine ni upi? Tupate na mmoja wa Msomera na kwenyewe tupate hii hoja. Yule aliyetoa hoja yuko wapi wa Msomera? Yule aliyetoa hoja na yeye wa Msomera na wenyewe wawili waungane hapa ili wawasaidie taarifa hizo mawaziri, tuone njia nzuri sana ya kulimaliza hilo. Sasa tuendeni tuwe watulivu, tumeshalifikisha serikalini, tutawapa mrejesho. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo ndugu zangu wana Handeni, tunawashukuru sana. Mambo mengine Mheshimiwa mbunge ataendelea kunaambia, mbunge wa mjini pamoja na mbunge wa Handeni vijijini pamoja na mbunge wa viti maalum. Hawa ni wabunge makini. Hata kabla ya kuja hapa wameshakutana na waziri wa mifugo na uvuvi, wamekaa naye, wameshakutana na waziri wa TAMISEMI na pia walishakutana na mimi.
tumekaa nao, mmechagua wabunge makini. Ninyi wanahandeni mna akili sana, mnachagua wabunge wabunge wanawawakilisha kikamilifu. Sio unachagua mbunge hana hata namba ya mkuu wa wilaya, anakuwakilishaje sasa? Mmeleta majembe. Yote majembe haya. Na hawa tukiwa kule bungeni kwenda kwa waziri mkuu hawahitaji hata appointment, wanatembea tu wanafika. Kwa hiyo mambo mengine hata ambayo hatujayajadili, najua hapa kuna hoja zingine zinaweza zikawa bado zipo. Kama mlivyowasikia waheshimiwa wabunge wameongea kwa kifupi, lakini tunapokuwa sisi kwa sisi tunajadiliana kirefu. Kwa hiyo mengine tutaendelea kuyafanyia kazi kutokana na tunavyopokea kutoka kwa wabunge wetu hawa. Mimi niwatakie kila laheri, na kwa wale ambao tunaanza mwezi mtukufu wa Ramadhan nawatakia kila laheri. Nawatakia kila laheri. Mungu atuwezeshe. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.